Watanzania, tunaomba muelewe. Shilingi milioni 8,100,000 kwa mwezi hazitapatikana mwezi moja baada ya mapendekezo haya ya maridhiano ya taifa kukubaliwa. Miji binafsi 900 inapaswa kujengwa kwanza. Ni sawa na hali ambayo vijana wa familia wamerithi shamba kubwa sana kutoka kwa wazazi wao. Tatizo ni kwamba vijana hao hawana uwezo wa kifedha kuajiri wasaidizi au kutumia nguvu zao wenyewe kulima shamba lote. Wakaweza kulima 10% tu ya shamba hilo, wakapata mazao, wakauza sokoni na kupata faida. Walipogawana faida hiyo, kila kijana alipata shilingi 9,000 kwa mwezi. Wakagundua kuwa fedha hiyo inasaidia, lakini haitoshi. Baada ya miaka mingi, vijana wakagundua kuwa kuna makampuni duniani yanayohitaji mashamba. Wakaamua kugawanya shamba lao mara 10. 10% ya kwanza wakaendelea kuimiliki na kuilima kama kawaida. Lakini vipande 9, kila kimoja kikiwa na 10%, wakaamua kualika makampuni yanayohitaji mashamba waje walime kwenye vipande hivyo 9. Masharti yao yakawa kwamba faida itakayopatikana kwenye vipande hivyo 9, kila mwekezaji atagawana nusu ya faida na vijana ambao ni wamiliki wa shamba. Vijana wakafanya makadirio ya mapato walioweza kupata endapo vipande vyote 9 vingepata wawekezaji. Wakakadiria kwamba kama wao, wakiwa maskini, waliweza kupata shilingi 9,000 kwa mwezi, basi wawekezaji matajiri angalau wangeweza kulipa kila kijana shilingi 9,000 kwa mwezi. Kwa makadirio hayo, jumla ya mapato waliotarajia kupata kwa mwezi ilikuwa shilingi 81,000. Fedha hii 81,000 inatokana na jasho la wengine. Vijana wanalipwa kwa ajili ya matumizi ya urithi wao, mali yao, yaani shamba walilorithi kutoka kwa wazazi wao. Katika mfano huu, shamba ni taifa la Tanzania na vijana ni raia wote wa Tanzania. 10% walioilima vijana wenyewe ni miji tulionayo leo Tanzania. Vipande 9 vya 10% ni nafasi 900 zitakazotengwa kwa ajili ya kujenga miji binafsi. Hatuna uhakika itachukua miaka mingapi hadi nafasi zote zipate wawekezaji. Kimsingi, Tanzania itakuwa nchi ya kwanza duniani kuruhusu kampuni binafsi kutawala miji binafsi yenye ukubwa wa Singapore na uhuru unaolingana na Hong Kong na Macau nchini China. Kuwa wa kwanza duniani kutalazimisha makampuni mengi duniani yatakayokenda fursa hii kuwekeza Tanzania. Hali hii ni sawa na wakati ambapo Las Vegas nchini Marekani, Monaco barani Ulaya na Macau nchini China zilifanikiwa kutajirika kwa sababu zilikuwa za kwanza kuruhusu ujenzi wa kasino. Mpaka nchi nyingine zitakapoamua kutuiga, Tanzania itakuwa na ukiritimba au monopoli ya miji binafsi. Miji hii binafsi, pamoja na serikali ya CCM, itashirikiana kupitia Umoja wa Miji Binafsi. Taasisi hii itafanana na Umoja wa Afrika au Umoja wa Mataifa. Kazi yake itakuwa kuunda sheria za ushirikiano kati ya miji binafsi na kupendekeza sheria zitakazotumika ndani ya miji hiyo. Sheria hizi zitatambua kila raia wa taifa kama mfalme wa taifa anayestahili kulipwa gawio la mfalme kwa ajili ya matumizi ya urithi wake, yaani taifa lake. Sheria hii ya msingi ndani ya Umoja wa Miji Binafsi itakuwa njia madhubuti ya kutokomeza umaskini Tanzania na hata kwa nchi nyingine zitakazoamua kuruhusu ujenzi wa miji binafsi. Hata nchi tajiri hazitambui haki hii ya raia wa jamhuri kulipwa gawio la mfalme na serikali. Serikali za kisiasa humuona raia kama mtu anayehitaji msaada pale anapokuwa maskini. Raia anapoanza kupata mshahara mzuri kidogo, msaada unasitishwa. Serikali hizi hazitambui kwamba raia hahitaji msaada, bali anahitaji malipo ya kila mwezi kama mmiliki wa nyumba kwa ajili ya matumizi ya urithi wake, yaani taifa lake. Kazi nyingine kubwa ya Umoja wa Miji Binafsi itakuwa kutoa ripoti za mafanikio ya miji binafsi kwa kulinganisha na miji inayoendeshwa na vyama vya siasa. Umuhimu wa ripoti hizi ni kujua kama kampuni binafsi zinaweza kutawala miji kwa ubora zaidi kuliko vyama vya siasa. Kwa mfano, Vodacom inaweza kutoa huduma bora kuliko TTCL. Kwa kuwa duniani kote, kampuni binafsi haziruhusiwi kutawala miji, ripoti hizi zitasaidia dunia kujua kama kuzuia kampuni binafsi kutawala miji ulikuwa uamuzi sahihi au la.
Je, wananchi walibaki maskini bila sababu za msingi? Je, kama tungewaruhusu kampuni binafsi kutawala tangu tupate uhuru, wananchi wangebaki maskini hadi leo? Vipimo vya kulinganisha utendaji kazi wa serikali za kampuni binafsi dhidi ya serikali za vyama vya siasa vitakuwa: 1. Thamani ya uwekezaji wa miundombinu kwa kila kilomita ya mraba ya ardhi inayotawaliwa. 2. Mauzo au GDP kwa kila kilomita ya mraba ya ardhi inayotawaliwa. 3. Faida au gawio la mfalme kwa kila kilomita ya mraba ya ardhi inayotawaliwa. 4. Jumla ya gawio la mfalme lililolipwa na serikali zote binafsi za Tanzania ikilinganishwa na thamani ya huduma za kijamii zilizolipiwa na serikali za vyama vya siasa. Miji binafsi ya Tanzania haitashindana na miji ya CCM pekee, itashindana yenyewe kwa yenyewe pamoja na kushindana na miji ya dunia nzima kupitia fahirisi za kimataifa za miji. Kimfano, UN Habitat City Prosperity Index au CPI, Global Livability Index au EIU, Mercer Quality of Living Index, Global Cities Index au Kearney na Sustainable Cities Index au Arcadis. Hitimisho: kupitia miji binafsi, Tanzania nzima itakuwa sehemu ya maonyesho ya kimataifa ya miji binafsi. Hii itaziwezesha kampuni binafsi kushawishi nchi nyingine duniani kuruhusu kampuni binafsi kujenga, kutawala na kuendesha miji binafsi. Hii ina maana kwamba ubora wa miji binafsi itakayojengwa Tanzania utazidi ubora wa miji katika nchi tajiri, kwa sababu lengo kuu la kampuni binafsi hizi ni kupewa ruhusa ya kujenga miji binafsi katika nchi hizo tajiri. Tanzania itakuwa imezipa kampuni hizi fursa ya kuonyesha dunia kwamba kampuni binafsi zinaweza kujenga na kutawala miji binafsi kwa ubora mkubwa zaidi kuliko miji iliyojengwa na kutawaliwa na vyama vya siasa. Zaidi ya ubora wa miundombinu, kupitia malipo ya gawio la mfalme, kampuni binafsi zitaonyesha kuwa zinaweza kutajirisha raia kwa kiwango kikubwa zaidi kuliko mifumo ya kisiasa ya sasa. Mifumo ya sasa kwa kiasi kikubwa hailengi kutajirisha wananchi, bali hulenga kupunguza makali ya umaskini kwa kutoa huduma za bure au za bei nafuu, kama vile huduma za afya, elimu, barabara na madaraja ya matumizi ya bure. Jumla ya gawio la mfalme litakalolipwa na serikali binafsi 900 itazidi kwa thamani huduma hizi za bure au za bei pungufu zinazotolewa na serikali moja ya kitaifa. Aidha, malipo ya gawio la mfalme hayazuii serikali binafsi kutoa huduma za bure au za bei nafuu, kwa sababu gawio la mfalme hulipwa kwa raia wa Tanzania pekee, si kwa wakazi wote wa miji binafsi. Idadi kubwa ya wakazi wa miji binafsi itakuwa ni raia wa nchi za nje, hivyo huduma za kijamii ndani ya miji binafsi zitaendelea kugharamiwa na uchumi wa miji hiyo bila kuathiri haki ya raia wa Tanzania kulipwa gawio la mfalme kama fidia ya matumizi ya urithi wao, yaani ardhi na rasilimali za taifa la Tanzania. Kampuni binafsi zitashindana kwa ubora wa miundombinu ya miji yao binafsi pamoja na ukubwa wa gawio la mfalme wanacholipa kwa raia, ili kampuni zao ziwe za kwanza kuruhusiwa kujenga miji binafsi katika nchi tajiri. Mashindano haya yataifanya Tanzania kuwa kituo cha kimataifa cha ubora wa ujenzi wa miji au Global Center of Excellence. Hakutakuwa na nchi duniani yenye miji bora kuliko Tanzania, kwa sababu mashindano makali zaidi ya ujenzi na uendeshaji wa miji yatafanyika hapa hapa nchini. Mtihani wa kampuni binafsi kuonyesha kuwa zinaweza kujenga na kutawala miji kwa ubora kuliko vyama vya siasa utafanyika Tanzania. Makao makuu ya makampuni yanayojenga miji binafsi duniani kote yatakuwa Tanzania, kwa kuwa hapa ndipo mfumo huu ulipoanzia. Baadhi ya makampuni ya ushirikiano yanayoendesha miji binafsi yataingia kwenye masoko ya hisa kwa kukusanya mitaji au raise funds kwa ajili ya kujenga miji binafsi katika nchi tajiri. Kwa kuwa Watanzania wote watakuwa wamiliki wa 50% ya makampuni hayo ya ushirikiano, Watanzania watakuwa wanahisa wa makampuni hayo yanayoingia kwenye masoko ya hisa. Hivyo, utajiri wa Watanzania hautaishia kwenye malipo ya gawio la mfalme pekee, bali pia utatokana na thamani ya hisa zao katika masoko ya hisa.
Watanzania watakaopata uzoefu wa kufanya kazi katika serikali za miji binafsi hapa nchini watapewa fursa ya kwenda kuongoza miji binafsi katika nchi nyingine zitakazoruhusu mfumo huu. Kampuni zitakazojenga miji binafsi zitakuwa kampuni kubwa zitakazoajiri maelfu ya watu. Kwa raia wa Tanzania, mkono mmoja utapokea gawio la mfalme kutoka serikali binafsi 900 za Tanzania, na kwa mkono mwingine watapokea mishahara mizuri kupitia ajira katika miji binafsi hapa nchini na baadaye duniani kote. Kwa wafanyabiashara, fursa za kupata masoko makubwa kama ya Kariakoo zitapatikana katika taifa zima. Kampuni za Watanzania zitakazopata uzoefu wa kuwa wasambazaji au suppliers wa bidhaa mbalimbali kwa miji binafsi, pamoja na wakandarasi wadogo au subcontractors wanaotoa huduma tofauti, zitapata fursa ya kuendelea kuwa wasambazaji na wakandarasi katika nchi nyingine zitakazoruhusu ujenzi wa miji binafsi. Mfano halisi ni Mlimani City Mall. Kampuni iliyojenga Mlimani City jijini Dar es Salaam ni kampuni iliyoanzishwa Botswana. Nchini Botswana, kampuni hiyo tayari ilikuwa imejenga vituo vya kibiashara vinavyofanana na Mlimani City vinavyoitwa Game City Mall. Waliporuhusiwa kujenga Mlimani City hapa Tanzania, walikuja na maduka mengi yaliyokuwepo Game City Mall. Maduka hayo yaliendelea kutumia wasambazaji na wakandarasi waliokuwa wanawatumia nchini Botswana. Hii inaonyesha wazi kwamba nchi au jamii itakayokuwa ya kwanza kuruhusu aina fulani ya uwekezaji ndiyo itanufaika zaidi kwa muda kupitia minyororo ya biashara, ajira na uhamishaji wa maarifa. Hizi ndizo faida ambazo Watanzania watazipata kwa kuwa na busara ya kuruhusu kampuni binafsi kujenga na kutawala miji binafsi yenye ukubwa wa Singapore na uhuru wa kiutawala kama wa Hong Kong na Macau nchini China. Tanzania haistahili kuwa nchi iliyo nyuma katika maendeleo ya binadamu na miundombinu. Kisayansi, binadamu wa kwanza duniani walitokea Tanzania na ushahidi wa historia upo katika maeneo ya hifadhi ya Ngorongoro. Tanzania inatambulika kimataifa kama taifa lililotoa binadamu wa kwanza. Ubunifu wa binadamu kuunda zana na bidhaa pia ulianzia hapa. Kwa maana hiyo, binadamu wameishi Tanzania kwa muda mrefu kuliko mahali popote pengine duniani. Swali la msingi ni, inawezekanaje eneo ambalo linapaswa kuwa mbele zaidi duniani kwa maendeleo ndilo liwe nyuma kwa kiwango kikubwa cha maendeleo? Miji binafsi itairejesha Tanzania katika nafasi yake ya historia kama taifa linaloongoza dunia kwa maendeleo ya binadamu. Maendeleo yetu yataondana na hadhi yetu ya kuwa chimbuko la binadamu wa kwanza duniani. Kwa njia hiyo, tutakuwa tumerudisha heshima ya Tanzania kama mahali ambapo maendeleo ya binadamu yalianzia, na mababu zetu watatabasamu katika makaburi yao wakiona kwamba tumerudisha heshima na uongozi wa maendeleo katika ardhi ambayo historia ya binadamu ilianzia. Kwa nafasi ya urais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, wako wawili ambao halmashauri kuu ya chama imeleta majina yake mbele ya mkutano mkuu. Wa kwanza ninamleta mbele yenu ndugu Aaron Kamugisha Kalikawe. Makofi kwa Kalikawe. Asante sana. Asante sana. Haturuhusiwi kupiga kampeni, lakini ile tafsiri ya kwamba ACT ni chama cha vijana inaonekana, au sio jamani? Sasa namleta wa pili kwa nafasi ya urais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na huyo si mwingine
ni ndugu Ruaga Johnson Santina. Ukibana wale ni wewe ukitaka show mashallah. Yapo shirika mhalani.